Safari ya matumaini ya waziri mkuu. Mimi nawakilisha wafanyakazi 418 waliokuwa wakifanya kazi kwenye shirika la TAHI, Tanzania Hotel Investment. Mwaka 2003 shirika lilibinafsishwa na serikali. Tukaachishwa kazi, tukaendesha kesi miaka 12. Kesi ikaisha mwaka 2015. Mahakama ikaamua katika madai 6 tunayodai tulipwe dai moja. Imetuandikia tulipwe hilo dai tangu 2015 mpaka sasa hivi hatujalipwa. Na tumewahi kufika kwenye ofisi mbalimbali za serikali, ikiwepo kwa waziri wa mipango na uwekezaji, hazina tumefika pia kwa mwenyekiti wa CCM wa mkoa Arusha na taarifa zetu. Tuko wafanyakazi 418. Kesi imeisha na tuna certificate of payment ambayo tumeandikiwa tukalipwe, lakini hatujalipwa. Sasa hivi ni mwaka wa 23. Ni kiasi gani? Waziri mkuu tusaidie. Ni kiasi gani? Ni milioni 300.5 hivi. Milioni 300.5. Ndio mheshimiwa. Una hiyo certificate hata nakala? Nina certificate na nakala ya hukumu mheshimiwa. Haya, ilete hapa ili nipe nishike mwenyewe. Asante mheshimiwa. Mungu akutunze sana. Haya, hebu ipate hiyo nakala niletee. Nileteni nakala hiyo. Tumsikilize moja moja. Mpeni yule kijana moja, nilimwambia aje hapo mbele. Yuko wapi huyo mwakilishi? Mleteni mama, na wakati ule mpeni yule wa kijana aseme. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Saidi Ramadhani. Nilikuwa napenda kuzungumza kwa ajili ya vijana wenzangu, lakini pia kuna changamoto mimi kama kijana nimekutana nayo. Mimi nilibahatika kufungua kampuni. Hiyo kampuni ya ukandarasi wa umeme, lakini nilifanikiwa kwenda REA, wakaniambia hawatoi kazi mpaka masharti ambayo tutatimiza wakandarasi. Sharti hilo nilienda CRB, nilipofika CRB wakanipa fomu ya kujaza ambayo ilikuwa inanirecommend lazima niwe na usafiri. Walikuwa kuna sehemu ya kujaza veko. Sasa sehemu hiyo mheshimiwa, sisi vijana kama sisi tunaoanza mwanzoni tunashindwa kutimiza hilo lengo, kwa sababu unakuta mtaji wa kununua gari sina, alafu CRB hawezi kutoa leseni bila kuwa na gari. Kwa hiyo nilikuwa naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, ikiwa ni mapenzi yako, kama naweza kusaidika leo na kama itaweza hii katiba kubadilika kidogo, hichi kipengele cha gari CRB wao anaangalia kwa sisi vijana ambao tunaanza mheshimiwa. Haya, Mheshimiwa Waziri wa ujenzi, ili likoje? Bado yuko kula na fomu niko nayo hapa inayoomba kujaza niliu ya gari, niko nayo hapa fomu. Sasa njoo kwanza, kwa sababu bado anamsikiliza yule mwenzako. Njoo hapa ili tukishamaliza tuone tunakusaidiaje. Kaa sehemu hapa tusubirie. Subiria akishamaliza tuende kwenye hoja yako. Haya, twendeni moja moja. Asante mheshimiwa mkuu. Naitwa Ikande Festo Kaaya. Mbunge wangu ni Nasari. Mheshimiwa Katibu Mkuu, wilaya yetu ya Meru, Waziri Mkuu, wilaya yetu ya Meru haina barabara yoyote ile iliyojengwa ya lami. Barabara tunazojengewa ni kwamba katapila linakuja, linapita kiolela, alafu pembeni hayaweki matoleo ya maji. Hata nyumba yangu imewekwa kalvati na maji yanapita hapo kwa wingi, hata kuvunja nyumba itavunjika. Lakini la pili, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Waziri Mkuu, tuna eneo la Otanzia. Lile eneo liko mahali pazuri, lakini watoto wetu wanateseka. Wanasoma shule kilomita zaidi ya 7 mpaka 10, watoto wa shule za msingi, na wengi wamekufa wakiwa wanaelekea Usa kwa ajili ya kwenda kusoma. Tunaomba mtupe eneo la shule. Waziri Mkuu, eneo la shule. Ndio. Eneo gani? Otanzia pale kuna eneo kubwa sana. Tunaomba tupewe eneo la shule,
na tumehangaika sana tukiwa tunaomba hilo eneo kwa muda mrefu. Haya, mkurugenzi wa halmashauri. La tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tungejibu moja moja ili usipoteze, ili hoja zako zisianguke. La barabara tumeshapokea, Mheshimiwa mbunge ameliongelea sana hilo. Sio kwamba ujibiwe kwanza hoja isianguke hii. Haya, mpe amalizie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna tangi limejengwa sehemu ya Ngong'ongare, tangi kubwa sana. Hilo tangi mpaka sasa hivi simenti zingine zinaharibika, hazijafanya kazi. Lakini walivyosikia unakuja, kuna tangi lingine liko Imbaseni ndilo limeanza kufanywa kazi. Tunaomba hilo tangi lifanywe kazi kwa haraka. Kuna wananchi wa sehemu mbalimbali kama ukielekea Sakila chini, ukielekea tarafa ya Kikatiti yote hawana maji. Tunahangaika mno kwa shida za maji. Asante Waziri Mkuu. Haya, mkurugenzi, tuambie kwanza hilo la shule. Baada ya hapo, Mheshimiwa Waziri wa Maji, tuambie hii habari ya ukanda ule wa Kikatiti. Hii hotanzia na hawa watoto wanapopata shida, unalifahamu hilo eneo? Nalifahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hilo eneo ni la nini? Nani mmiliki wake? Ni eneo la National Housing, NHC. NHC. Ndio. Lina kazi gani? Siwezi kufahamu, lakini tulishawaandikia barua ya kuwaomba, wakasema wanalifanyia kazi mpaka wapate ridhaa ya bodi kama sikosei. Kwa hiyo ndio tunasubiria, lakini tulishawaandikia barua ya kuwaomba. Na mlikuwa mnahitaji kwa ajili ya nini? Kama mwananchi alivyoomba, kuna watoto ambao wanapata shida ya kuvuka barabara kuifuata shule, lakini tukipata eneo kule, ina maana watoto wa kule wote hawatavuka barabara, watavuka kwenye eneo husika. Haya. Kaa na wasaidizi wangu nitafutie kopi bubu hiyo mliopeleka kule. Sawa Mheshimiwa. Ili niweze kuwaelekeza wale wa kule National Housing. Haya, la maji Mheshimiwa Waziri atamalizia anavyohitimisha. Sawa. Haya, twendeni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante. Kwa majina ninaitwa Samir Mohamed Jafari, ni mwakilishi wa vijana kutoka shirika la reli kanda ya Kaskazini Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na matumaini kwamba unafahamu kuwa tangia mwaka 2018 ilikuwepo uzinduzi wa njia kutokea Dar es Salaam kuja mpaka Moshi na kutoka Moshi kuingia hapa Arusha mjini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika ukarabati wa uzinduzi wa njia hiyo tuliweza kuwa takriban zaidi ya vijana 400 na kwenda juu. Tuliweza kufanya kazi hiyo ya uzinduzi wa hiyo njia kupitia nyakati ngumu sana. Lakini baada ya kuwa tumepeleka ile reli mwishoni mwaka 2020, alikuja waziri mkuu ambaye kipindi hicho alikuwa ni Mheshimiwa Kassim Majaliwa, akatoa tamko kwamba kwa wale wote vijana walioshiriki katika kuzindua hii njia waweze kupewa ajira eneo hili. Badala yake hilo proposal likachukuliwa na kurudishwa katika wizara husika. Wizara hiyo ikatekeleza madai hayo, lakini wakati wanakuja kuchukua document ambazo ni taarifa halisi za vyeti vilivyokuwa vinadaiwa kwamba ni vigezo halisi vya kuwachukua hao vijana, sisi baadhi ya vijana tulikuwa maeneo mbalimbali kutokana na geographical location ya mazingira ya reli kama unavyofahamu. Wakati wanakusanya vyeti hivyo, sisi hatukuweza kukusanya hivyo vyeti kwa wakati. Mheshimiwa Waziri, badala yake, baada ya kuwa wamerudisha vile vyeti, wamepeleka vyeti wakaleta mikataba ambayo ni mikataba iliyobeba stahiki kwa kila mfanyakazi. Tukaambiwa sisi wengine kwamba vyeti vyenu ndio vimechukuliwa, tunaenda kufanya process ili na nyie muweze kurudishiwa majibu, muwe kama wenzenu. Mheshimiwa Waziri,
tumeenda na swala hilo, mwezi ukapita, miaka ikapita, tukaanza kwenda kufuatilia ofisi kuu kamata Dar es Salaam. Tukawa tunapewa majibu tofauti tofauti. Mwisho wa siku, wakati huo mimi nilikuwa katika genge la kazi, eneo la kazi station ya Same. Hali iliposhindikana kaenda kwa mkuu wa wilaya, nikatoa taarifa hizo. Taarifa hizo wakazipeleka kwa CEO akasema ukusanye tena vyeti. Tukakusanya hivyo vyeti mheshimiwa, vikapelekwa Dar es Salaam. Wakakataa kufanya mabadiliko kwa sisi vijana ambao tulibaki. Mheshimiwa Waziri, mpaka sasa hivi kilichofanyika ni kwamba umetuletea barua ya kwamba sasa hivi nyie shirika lina utaratibu mwingine, kazi ishie hapa. Tumesimamishwa kazi, tusiendelee na kazi, wakidai kwamba hawawezi kutekeleza maamuzi yaliyotolewa na waziri kwa upande wetu sisi. Kwa hiyo mheshimiwa, tulikuwa mko wangapi? Tuko watu takribani 29. Orodha yenu na vyeti vyenu tunaweza kupata wapi? Hapo mheshimiwa ni kunipa maelekezo, kwa sababu mimi nilipata taarifa nikiwa hapa mjini. Haya basi, hebu peana mawasiliano na wasaidizi wangu ili upate muda. Ndio. Upate muda ukachukue hiyo orodha. Ndio. Tuweze kusaidia kuipeleka inakotakiwa. Lakini pia mheshimiwa, la mwisho tafadhali na nyongeza. Shirika hilo limeweza kuingia ubio na shirika jingine linajiita Line DA. Hiyo Line DA imeingia kuajiri vijana wengine ambalo halifuati taratibu na kanuni za kumwajiri mtu akiwa eneo la kazi. Mathalan, linatoa kazi muda unaisha, linaongeza overtime bila watu kuwalipa. Linaajiri mtu bila kumpa hela ya kustafu. Linaajiri mtu bila kumpa stahiki zake zote. Kwa hiyo mheshimiwa, pia vijana wako wanateseka kupitia hilo shirika la usafirishaji. Haya, sogea, onana hapo na rasi hapo ili ukishafuata hizo nyaraka uje umkabidhi tuweze kuwaandikia wale wahusika. Haya, mpeni mwingine. Baba, waziri mkuu, niko mbele zako mimi mama na ile mileji. Nimekuja, nimetolewa kitandani, mimi ni mgonjwa na miaka 5 kitandani. Nateseka, lakini anayenitesa zaidi ni mdogo wangu wa kiume. Mdogo wangu wa kiume amekuwa ananitesa kwa mambo mengi. Mimi niliumwa, nikapata shida, nikauza shamba langu, nikauza eneo langu dogo tukujikimu kwa ajili ya matibabu na kusomesha watoto wa shule. Lakini nilipouza shamba langu, mdogo wangu akakataa kuacha shamba langu, maana alikuwa amenishikilia kwa rani. Yule mtu niliyemuuzia shamba hanipi kulala, hanipi kula, nikulia usiku na mchana. Ndugu yangu, naomba unisaidie. Shida yangu iliyonileta, mdogo wangu apokee hela yake ambayo ilikuwa ya rani kwenye shamba. Yule mtu amiliki shamba lake, ndugu wangu. Haya, nyamaza, umeshalifikisha ili tuweze kuelewana. Ni eneo gani? Mwachie nijue kwanza ni sehemu gani. Shamba liko eneo la Loskito. Mimi naishi Ngaramtoni ya juu, lakini shamba liko Loskito. Shamba langu mimi nimeliuza kwa sababu ni mbali kwenda kulilima, na mume wangu alishafariki, ndugu waziri mkuu. Haya, tumekubaliana. Nyamaza tu, tunachukua hatua. Anadai 9.5 na nimempelekea zaidi ya mara 10, lakini hataki kuchukua. Ananiambia mwanamke ana haki na una la kunifanya. Haya, nimekupata. Mtu wetu wa ardhi uko wapi? Mtu wetu wa ardhi wa wilaya, hebu chukua hilo jambo, nenda kasimamie, fuatilia hizo details. Mama ana eneo lake, ameshauza, anapata shida, hana mpango wa kulilima shamba lile, na yule anadai 1,000,000 na laki ngapi anayodai arudishiwe. Utakapoenda kukabidhi, muombe na mkuu wa wilaya akupe na vijana wa polisi uende nao. Haya, mpeni mwingine. Asante mheshimiwa. Mimi natokea wilaya ya Same. Tuna nyumba yetu iko pale mjini. Watoto wa baba yetu mkubwa wanataka kutudhulumu.
jina linasoma kwenye hati ya Hashimu. Mimi ni mtoto wake wa mwisho, ndo msimamizi wa mirathi, lakini tuna kesi kuanzia 2019. Tumetoka mahakama ya mwanzo tukaja mahakama ya wilaya, sasa hivi tuko mahakama ya mkoa. Na mwaka jana mwishoni wametoa hukumu kwamba tuwalipe watoto wa baba yetu mkubwa milioni 10 na wapate haki kwenye nyumba ambayo ni ya baba yetu. Lakini nyumba ambayo plot number ambayo wanaisema yakuwa wanasema ni 20291 na nyumba ya baba yetu ni 15 block E. Kwa hiyo mwaka jana wakatuma mabloka ili wauze nyumba yetu, lakini nikakataa kusaini kwa sababu wameandika plot number tofauti, mimi sijui wala hiyo haiko wilaya ya Same. Haya. Hebu njoo hapa uonane na mwanasheria mwenzako hapa. Wakili, hebu msikilize, peana na mawasiliano ili baadaye tumpe maelekezo mkuu wa wilaya ya Same. Haya, mpe mwingine. Wasifiwa Daktari Ikulu Chemba, waziri anatoa Elisha Fabian Shalua, natokea Sakina. Mimi ni mlemavu wa miguu. Haya, ngoja nikuelekeze kwa msaidizi. Katibu, muone huyo, ongea naye uone hitaji lake ni nini. Haya, huyo hapo katibu akusikilize. Shalua wa Kinalilia. Haya, katibu msikilize huyo tujue hitaji lake. Mheshimiwa, sasa kitu kimoja ni waombe, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu zetu za mikutano bado tuna dakika 15 na tunatamani kabla ya wenzetu kuja na uhitaji wa kushusha bendera ya taifa na ya Jumuiya ya Afrika Mashariki tuwe tunamalizia. Ni waombe wale ambao hoja yao inaweza ikaandikwa, wale ambao wana bahasha wakae hapo pembeni. Nitawaelekeza utaratibu. Kesho nitakuwa na mawaziri kusikiliza hizo hoja pale ofisi ya katibu tawala. Wakati mimi naenda Longido, nitaacha baadhi ya mawaziri kwa ajili ya kuwasikiliza. Kwa hiyo kwa wale wengine ambao huenda tusipate muda wote wa kuongea, hakikisheni kaeni pale pembeni kwa makatibu, muandike. Kesho muende ofisi ya katibu tawala kwa rasi, kutakuwa na mawaziri mahususi kwa ajili ya kusikiliza hizi hoja. Jamani, si mnanipata vizuri? Kwa sababu dakika 15 tukigawanya hata dakika moja kwa idadi yenu pale bado hatutasikiliza hoja hizi. Sasa tusije tukapoteza hiyo fursa.